Mei 16 tunaenda kuwa na new moon in Taurus na hivi ndio ita affect kila sign. Aries itakuwa kwa nyumba yako ya pili ya masuala na fedha na thamani yako. Wakati huu unaenda kupata mafanikio makubwa kwa kupata njia mpya ya kuanza kuingiza fedha. Wakati huu kama ulikuwa ni mtu ambaye unajitoa sana, una people please sana na hakuna mtu ambaye anakulipa kiwango ambacho kinaendana na vile umejitoa kwa watu. Wakati huu unaona utaanza kujua thamani yako, utaanza kuweka limit. Kama umekuwa unajituma sana, unajitoa sana, alafu kiwango cha pesa ambacho unapokea sichi ambacho kinaendana na thamani yako, wakati huu unaona utakuwa unaweka stop kwa vitu kama hivyo. So vitu ambavyo inaenda kubadilika ni thamani yako, unaenda kubadilisha. Kama umekuwa unajiweka malipo ya pesa kidogo, ama huna hata mwelekeo kuhusu thamani yako, wakati unaona unaenda kusimama katika thamani yako. You are going to have that self worth. Kwa mimi nikifanya ABCD nitapokea hiki kiwango. Alafu kupitia hiyo njia unapata fedha yako inaenda kuingia kulingana na thamani yako. Kumbuka kujithamini inaanza na wewe. Thamani yako haithaminiwi kabla yako. Inaanza na wewe kwanza ndio mtu athamini. Taurus itakuwa kwa nyumba yako ya kwanza ya masuala na identity yako. Wakati huu identity yako inaenda kubadilika, vile umekuwa unabebwa na watu, wengine wanakuona vipi, inaenda pia kubadilika. Wakati huu unaenda kupata mafanikio makubwa katika njia zako. Kama umekuwa unatembea kwenye njia ambayo haendani na wewe, maybe kuna vitu ambavyo vilikuwa vije katika maisha yako, lakini kwa ajili ya kutokuwa kwenye identity yako unapata vimekuondokea. Wakati huu vile ambavyo vinaendana na wewe vinaenda kuja katika maisha yako. So wakati huu unaweza kupata kazi za uongozi. Wakati huu pia unaweza kuachilia zile patterns za kitambo, cycles za kitambo ambazo maybe kama mtu amekuwa na umeilelewa katika maisha ya nini, ukataliwa, kutengwa, kuonekana CFA. Wakati huu unapata kuachilia hayo makovu, kusimama kwa ujasiri na kuanza kutembea katika njia ambayo inaendana na you are following your purpose. Wakati huu unachukua ushukani kwa nguvu zako. So hawa ndio watu ambao unasema kuna watu ambao wanaenda kuvunja nini, cycles, generational patterns, watu waliokataliwa kwenye ukoo, kwenye jamii, watu ambao hawakuonekana wanafaa. So wakati huu kama umekuwa una people please sana, umefuata identity sio yako, wakati huu inaenda kuondoka ili step into your own identity na usimame kwenye nguvu zako za haki. Gemini inaenda kwa nyumba yako ya 12 ya masuala na rohoni. Wakati huu vifungo vyote vya rohoni, sijui siri, sijui nini, vitu vyote ambavyo vilikuwa vimefungiwa ndani, ambavyo vimefunga vipawa vyako, karama, huduma, vinaenda kufichuka. Hii ndio wakati mzuri Gemini wa kuingia katika spiritual practices. Maana wakati wa spiritual awakening, wakati unaondoa makovu ya kale, unapata mtu anachanganyikiwa sana. So baada ya wewe kuachilia hayo mambo ya kale, vifungo, mikosi, mabalaa, wenye walikuwa wanakuroga, wanakuchawi, vitu kama hivyo, vyote vinaenda kuchipuka wakati huu. Na baada ya kuchipuka unaenda kusimama katika nini? Unaenda kusimama katika uwewe. Unaenda kusimama katika njia ambayo inaendana na wewe. Unaenda kupata spiritual awakening, kuamka kiroho, kwa sababu unaenda kuheal inner wounds, either za utotoni, trauma, zote zinaenda kuondoka. Jaribu kuachilia vitu vya kale ili kuanzisha, unaenda kuwa na mwanzo mpya wakati huu. So ukianza kuona vitu vinabadilika, mara unaanza kuona vitu hivi, sijui ulikuwa uone vitu kama hivyo, kwenye jicho lako la kiroho zinafunguka, ni wakati ambapo vipao vyako vinachipuka. Wakati huu ni wakati wa kuingia into spiritual practices. Tumia elements zako kuweza kufanya nini, kujisaidia kama unaona nachanganyikiwa. Cancer itakuwa kwa nyumba yako ya 11 masuala na marafiki na vikundi. Wakati huu unaenda kubadilisha vikundi ambavyo umekuwa unajiunganisha nayo, ama pia watu ambao umekuwa unafanya kazi nayo. Wakati huu unaenda kubadilisha, ile mafanikio ambayo unaenda kupata ni kujiunganisha kwenye vikundi, na pia jamii ambayo inakusupport, ama watu ambao wanaendana na wewe, na kupitia njia hiyo unapata, kama ni kazi, kama ni path yoyote ambayo ilikuwa ina align na wewe, unaenda ku align na watu ambao Mungu alipanga wata align na wewe katika njia zako, na utapata kupenya. So wakati huu unaenda kupata watu ambao wanaenda kukusupport, si tu kwa msimu ile ati wakati long term, watu ambao watatembea na wewe kwa muda mrefu. Leo inaenda kwa nyumba yako ya 10 ya masuala na kazi na career yako. Wakati huu unaenda kubadilisha njia yako ya kazi. Kama umekuwa unafanya kazi chini ya mtu, unaenda kubadilisha. Pia wakati huu unaenda kupata promotion kikazi. Wakati huu pia unaweza anzisha kazi yako, unaweza anzisha kitu ambacho kinakufanya unapata uhuru katika maisha yako. Maybe kama umekuwa unafinyiliwa kazini, wakati huu unaenda kusimama katika uwewe, na utapata wengine wanaingia kwenye kazi za uongozi. Virgo inaenda kwa nyumba yako ya 9 ya masuala na nini, masomo na imani. Unaenda kubadilisha imani yako, unaenda kubadilisha pia vile ulikuwa unaona watu, vile watu walikuwa wanakubeba. Maybe umefuata dini fulani kwa muda mrefu na hakuna breakthrough. Wakati huu unaenda kubadilisha, maybe unaenda pia kuona ni njia hii ndio nafaa kufuata. So unaenda kuwa na uhuru kuhusu mahali imani yako inaenda. Maybe kama ulikuwa umefungika kusafiri, wakati huu pia unaenda yani kama kulikuwa na vifungo vya kusafiri, unaenda kupata upenyo. Libra inaenda kwa nyumba yako ya 8 ya masuala na vitu ambavyo unashare na watu na urithi. Vitu ambavyo vinaenda kubadilika ni madeni. Kama ulikuwa na madeni, wakati huu unaweza kupata unalipa. Wakati huu pia unaweza kupata unajiunganisha na watu ambao wanaendana na wewe. Wakati huu pia unaweza kujiunganisha na mpenzi wako. Unaweza pata pia mnakalisha vitu chini, mambo yanaenda sawa na mnapata kusonga mbele. Scorpio inaenda kwa nyumba yako ya 7 ya masuala na mahusiano. Kitu ambacho kinaenda kubadilika ni watu ambao umekuwa unafanya kazi nao na mahusiano yoyote. Kama ulikuwa haujacommit, unaweza pata mnaingia kwenye mahusiano ile halali, ama unaweza pata mnaachana mpenzi wako, unaunganisha na mpenzi ambaye anaendana na wewe, ama unajiunganisha na vikundi ambavyo vinaendana na wewe. So unaenda either mahusiano yatavunjika ama yatakuwa sawa, ama utaingia kwenye mahusiano mengine, ama utaingia kwenye partnership ambayo inaleta mema kwako. Sagittarius itakuwa kwa nyumba yako ya 6 ya masuala na daily routines na afya yako. Wakati huu utapata breakthrough kwa kufanya nini, kupata njia ambayo itaweza kubalance kati ya daily routines zako
na pia kazi yako utapata njia ya kuweza kufanya nini, kufuata ambayo itakuwa ina accommodate both your private life na your public life. So vile umekuwa unafuata hizo njia utapata haviendi, unabadilisha. Capricorn itakuwa kwa nyumba yako ya 5 ya masuala na furaha na ubunifu. Wakati huu vitu ambavyo vinaenda kubadilika ni vile umekuwa unabuni vitu vyako. Kama ulikuwa unabuni unapata vifungo, utapata kuna upenyo wakati huu. Pia utapata vitu ambavyo vinakuletea furaha katika maisha yako. Pia unaweza ingia kwenye mahusiano wakati huu. So chunguza sana hayo. Aquarius itakuwa kwa nyumba yako ya 4 ya masuala na nyumbani na familia. Kitu ambacho kinaenda kubadilika ni masuala na nyumbani, mali unapotoka. Hao ndio wanaenda kuvunja nao generational cycles, generational curses. Hao ndio watu ambao wanaenda kuvunja hizo vitu wakati huu. Hao ndio watu ambao wanaenda baada ya kuvunja hiyo unapata familia inafunguliwa, wanapata kupenya. So kunaenda kuwa na mabadiliko mahali penye unaishi, kunaenda kuwa na mabadiliko, ama unaenda kubadilisha kama ulikuwa na renovation, vitu kama hivyo unaenda kubadilisha pale nyumbani, kama unaenda kuhama, vitu kama hivyo. Pisces inaenda kwa nyumba yako ya 3 ya masuala na nini, maongezi. Wakati huu unaenda kubadilisha jinsi unavyoongea, masomo kama ulikuwa unajifundisha vitu fulani, vitu kama hivyo. Ila mafanikio ambayo unaenda kupata, unaenda kuanzisha project fulani ambayo inaenda kufanya nini, kuingiza njia ya fedha. Pia unaenda kubadilisha vile umekuwa unaongea, pia thamani yako. Kama umekuwa unajibeba vipi, wakati huu utapata unajua thamani yako inaendaje. Pia utapata kujifundisha vitu mbalimbali ambavyo vitaanza kuingiza fedha kwako. So wakati huu jaribu kuchunguza nini, mawazo yako, akili yako, vitu kama hivyo. Utapata ukikaa sawa, kunakuwa na upenyo kwa ajili ya vitu ambavyo unabuni ama vitu ambavyo unatengeneza. Na pia maongezi yako utapata wakati huu inabadilika. Kama umekuwa unaongea tu vitu havieleweki, watu hawakuelewi, utapata wakati huu watu wanaanza kukuelewa vile unavyonena. So wakati huu jaribu sana, kwa sababu hakutakuwa na hiyo kutakuwa na hiyo nini kwa sababu Uranus iko in Taurus. Jaribu sana, maana kutakuwa na expectations, surprises zozote ambazo zitatokea tu popote pale. Unapata kitu kinainuka tu na kiinuka, either kinakuja kivunje ambacho kieleweki, na ama kinaingiza ambacho kinaeleweka wakati huu, kwa sababu ya Uranus. Na kwa sababu ya Venus ikiwa ruler wa Taurus, utapata wakati huu ukiwa uko sawa, unapata thamani yako inaleta fedha. Ukiwa unajithamini, ukiwa unajikubali, wakati huu ni wakati wa kuheal mambo na nini, thamani yako, self acceptance, vitu kama hivyo utapata unapenya. I hope umenielewa vyema.